Julius Sande Mtatiro, wakili kwa Mahakama Kuu, lakini dhamana yangu ni mkuu wa wilaya ya Shinyanga na mlezi wa vijana wa Stand United ambao kwenye michuano hii ya CRDB Federation Cup wameweza kupambana na kufika hatua ya robo finali katika mechi ambayo ilikuwa inachezwa leo hapa KMC Complex, Yanga wakiwa wenyeji. Licha ya kuwasimamia vijana hao, lakini performance yao leo imewaangusha sana kwenye pitch. Pengine unadhani nini hasa kilikuwa tatizo kwa upande wa wachezaji ambao wewe kama mlezi? Kwa maoni yangu vijana wamefanya kazi kubwa sana kwenye mechi ya leo, na wanatoka kwenye mechi zingine ngumu na wamekuja kwenye mechi kucheza na Yanga. Na ukumbuke unapozungumzia Yanga unazungumzia timu ya level za Zamalek, unazungumzia timu ya level za Al Ahly, unazungumzia timu ya level kubwa duniani na Afrika. Kwa hiyo Yanga ni timu kubwa sana, na unavocheza nayo maana yake ni kwamba kila kosa ambalo mtafanya watawadhibu. Na ndio maana tumeona katika mechi ya leo vijana kila kosa walilofanya wameadhibiwa, kwa sababu unacheza na mchezaji kama Aziz Ki, unacheza na mchezaji kama Chama ambaye anajua kila wakati nyinyi mmejiposition wapi na yeye afanye nini kila wakati. Hawa wachezaji wakubwa hawa international wako very aware na pitch na nani yuko wapi, na ndio ambacho kilikuwa kinaonekana hapa. Kwa hiyo it was funny kwa sababu mwisho wa siku vijana wetu wameendelea kujifunza namna gani ambavyo watafanya maandalizi katika mechi zao kubwa ambazo zinafuatia baada ya kuwa leo tumetoka katika michuano ya CRDB Federation Cup. Pengine ungetuambia kama mlezi nini ambacho umeondoka nacho kwenye mchezo huu leo? Kwanza kucheza na Yanga ni kuenjoy. Vijana wameenjoy. Leo walikuwa wanacheza na wachezaji wakubwa kabisa Afrika na duniani. Na vijana kama mlivyoona wameonyesha uwezo wao, wamecheza mpira, ulikuwa unaona wala hawaogopi, walikuwa wanacheza pasi kwa kadi ambavyo walikuwa wanataka, lakini mpira umekuwa una matukio mbalimbali na Yanga wameweza kupata matokeo. Na matokeo ya kufungwa goli 8-1 mimi hayajanishangaza. Nyinyi ndio mnaweza mkashangaa. Hapana, wala sio idadi kubwa. Wala sio idadi kubwa, kwa sababu nataka nikwambie no. Magoli 5 mwezi. Yaani nataka nikwambie nadhani mwaka 2014 tena kwenye kombe la dunia timu inaitwa Brazil ambayo ina wachezaji wote unawajua duniani ilifungwa na Ujerumani goli 7. Brazil inafungwa goli 7. Ije Stand United timu ya championship kufungwa na Yanga timu ya ligi kuu na kina Aziz Ki goli 8. Ndio maana nasema vijana wangu wamefanya kazi kubwa. Ukitaka kuniuliza kwa nini umefunga goli 8, nenda kauliza Brazil kwa nini walifungwa 7 na Ujerumani. Na wote ni wachezaji international and classic. Ili iwe nyingi pengine zingekuwa ngapi? Ndio tukianza kuhesabu wingi. Hapana, football kama nilivyosema ni mchezo wa makosa. Ulikuwa mchezo wa wazi, mchezo umechezwa hapo, haukuona goli la offside, haukuona goli la penalty. Yanga wamecheza vizuri, vijana wa Stand United walikuwa wanajicompose, wameweza kucheza football nzuri, lakini mwisho wa siku hawakupata matokeo. Lakini ninachotaka kusisitiza ni kwamba hizi timu pia zina malengo. Stand wana malengo na Yanga nao wana malengo. Najua Yanga wana malengo makubwa katika michuano ya ndani na michuano ya kimataifa, na Stand nao wana malengo makubwa, wanapambana pia kupanda ligi kuu. Kwa hiyo isingekuwa pia rahisi wachezaji wakaja kufia uwanjani. Yes, na kwa sababu bado wana michezo mingine mikubwa na tuna focus sisi ya kupeleka hii timu ligi kuu. Unawaambiaje wana Jamukaya mara baada ya matokeo ya leo, wana mechi nyumbani tarehe 19? Ninasema wana yes Stand chama la wana Jamukaya watakuwa wanaendelea na michuano mingine. Kwa hiyo wale wanaokuja Shinyanga wajiandalie kunyolewa. Kila timu itakayokuja pale itapigwa. Kwa hiyo sisi tunaendelea kujipanga kuhakikisha kwamba huu mchezo unapita, na tutazungumza na vijana wetu kwamba sasa CRDB Federation Cup rasmi wameondolewa, lakini wameondolewa kwa heshima katika ngazi ya robo finali. Kumbuka kwamba tulitoa timu ya ligi kuu nadhani pale Manyara Fountain Gate. Tukakutana na timu moja inaitwa Academy kutoka Giraffe Academy. Tukawatoa. Kwa hiyo tumekutana na Yanga. Kwa hiyo unaona vijana wamepush mpaka wamefika robo finali. Jiulize timu ngapi za ligi kuu ambazo hazijafika robo finali ya michuano hii. Kwa hiyo nawaona vijana wetu wa Stand United ni washindi na wamefanya kazi kubwa sana. Lakini nataka kusema kwamba Yanga wasio wakajidanganya. Sisi tunapanda ligi kuu. Na tukipanda ligi kuu Yanga watakuja Shinyanga. Wajiandae kunyolewa pale. Tutakuwa tuna timu ya ligi kuu sasa, sio hii ya vijana wa championship ambao wana miaka 20, wana miaka 19 na kadhalika. Tukushukuru sana kwa muda wako. Asante sana.